Brenda amesema kuna mzee wa hasira. Mie mzee lakini sio mzee wa hasira. Mzee wa hasira amenizidi kwa miaka mingi sana. Na vijana wameshasema maneno mengi na mazito sana. Sitaki kuharibia vijana. Nina mambo machache nataka kuzungumza jioni hii. Jambo la kwanza, niwape pole kwa yale yote yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Ni mambo ambayo hayakubaliki, ni mambo ambayo yametia doa nchi yetu, ni mambo ambayo yameshusha heshima ya nchi yetu nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba iwe chachu ya kutuunganisha Watanzania wote bila ya kujali itikadi ya vyama vyetu, ili tuweze kudai katiba mpya, tuweze kudai demokrasia zaidi ndani ya nchi yetu, na isiwe sababu au chanzo cha kuleta machafuko mengine yakafika yale ambayo yametokea. Tunajua yale yalitokea kwa sababu ya hekima ndogo ya viongozi wa CCM. Sisi Chadema tuna hekima zetu, tuna busara zetu. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania wote, tushikamane ili uweze kujenga Tanzania mpya yenye haki na uhuru wa kweli. Ndugu zangu, nchi yetu hii ni muungano wa nchi mbili, lakini kwa bahati mbaya, ninavyojua mimi, vitu viwili vikiungana huwa kitu kimoja. Kweli si kweli? Sasa matokeo yake katika muungano huu wa miujiza kuna serikali mbili. Kule Zanzibar sisi tuna bunge, tuna rais wetu, tuna makamu wa kwanza wa rais, tuna makamu wa pili wa rais, tuna vikosi vyetu ambavyo tunaviita idara maalum ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Huwa tunajiuliza, nyinyi ndugu zetu wa Tanganyika, mamlaka yenu iko wapi wakati nchi hizi ziliungana ziwe moja, lakini Zanzibar ipo, Tanganyika haipo? Kwa nini? Hamuoni kwamba kuna shida katika muungano huu? Kule Zanzibar tumekuwa miaka mingi tunapigania, tunataka mamlaka kamili. Kule Zanzibar kuna gesi na mafuta, lakini havichimbiki kwa sababu ya muungano. Kwamba sisi wa Zanzibari tumeweka mguu chini kwamba vitu hivi hatuvitaki tuwe ni sehemu ya katika rasilimali za muungano. Lakini bado nyinyi ndugu zetu wa Tanzania bara mnashikilia vile viwe ni sehemu ya vitu vyenu. Nataka niwaambie ndugu zangu, wakati umefika wa nyinyi kudai serikali yenu ya Tanganyika, kuwe na serikali ya Zanzibar, na baadaye kuwe na serikali ndogo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakayoweza kusimamia mambo mengine ambayo si ya muungano. Ni aibu sisi kule Zanzibar hatuendi mbele. Leo nimekuta hapa mpunga mwingi mpaka nimeshangaa. Kule Zanzibar kuna mabonde mengi ya mpunga. Wazee wetu wamepinda migongo, lakini sijawahi kuona hata gunia 300 zinazozalishwa pale Zanzibar. Niwapongeze kwa kilimo hicho cha mpunga. Zanzibar leo haikopi wala haiendelei. Zanzibar ina watu wasiozidi milioni 2, lakini haiendelei kwa sababu nyinyi ndugu zetu wa Tanzania bara mnaikalia Zanzibar kule. Sasa nyinyi wana Chadema, wakati umefika wa kudai muungano wa serikali tatu, angalau na sisi Zanzibar tupate kupumua. Leo Zanzibar ikitaka kukopa lazima ije ipige magoti Msasani au Chamwino kule Dodoma, kwamba jamani, na sisi tunataka kukopa. Zanzibar haikopeshwi nje kama haijakopa Tanzania bara. Zanzibar leo fursa zote za nje. Tulijiunga na OIC. OIC ni jumuiya ya Kiislamu ambayo hata Uganda imo katika jumuiya hiyo ya OIC. Lakini kwa bahati mbaya sana tulijiunga kwa nia ya kupata sisi tupate maendeleo. Lakini cha ajabu, nyinyi ndugu zetu wa Tanzania bara ambao tunasema ndugu zetu wa damu, ndio mliosimama kidete kuhakikisha kwamba Zanzibar inajiondoa katika jumuiya ya OIC, wakati pia kuna nchi ambazo si za Kiislamu zipo kule katika jumuiya ya OIC. Niwaombe ndugu zangu wana Chadema, mudai na nyinyi serikali ya tatu ili na sisi Zanzibar tuweze kunyanyuka. Ndugu zangu, niwaambie, leo hii Mtanganyika au Mtanzania bara akija Zanzibar kununua gari pale ambayo ishaingiza pale Zanzibar, anatakiwa kusafirisha kuja nayo huku bara. Hii tunaambiwa nchi moja, nchi ambayo zimeungana. Lakini ukinunua gari ukiileta hapa, utatakiwa ulipe kodi mpya tofauti na zile ambazo umelipa kule Zanzibar. Huo ni muungano wa haki?
Leo mmesikia mijadala inayoendelea katika bunge, mijadala inayoendelea bunge la Zanzibar na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kule Zanzibar tumesema kwamba bajeti yetu ni trilioni 8, kwamba tumesema hatuwezi kuwatibia watu wengine ambao wana vitambulisho vya Mtanzania. Hivi kuna Mkenya na kitambulisho cha Mtanzania? Kuna mtu wa Uganda na kitambulisho cha Mtanzania? Sasa wao wanakataa nini kwamba waliowaambia ni watu kutoka Tanzania bara kwamba wao hawawezi kuwatibu? Huu ni muungano kweli wa haki? Kule Zanzibar kuna kipande kinaitwa kipande cha Mzanzibari mkazi. Hicho kipande cha Mzanzibari mkazi wanapewa Wazanzibari kwa ajili wapate nafasi ya kuandikishwa katika daftari la wapiga kura. Kama huna kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, huandikishwi kwenye daftari la mpiga kura. Lakini vitambulisho hivyo kwa makusudi mamlaka ya Zanzibar huwanyima vijana wa Zanzibar, wakawapa vijana kutoka Tanzania bara kwa kuwa wanaamini wao watawapigia kura CCM. Sasa leo wameshapigia kura, washaweka madarakani, leo wanasema hawawezi kuwatibu. Huu ni utu? Huu muungano unafaa? Lazima tupiganie haki, tuwe na muungano wa serikali tatu na uwe msimamo wa Chadema. Tuwe na serikali ya Tanganyika, tuwe na serikali ya Zanzibar na tuwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnanielewa? Ndugu zangu, kuna msaliti mmoja ambaye aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wetu kwa muda wa miaka 15. Na ndani ya miaka 15 huyu jamaa hakuwahi hata kuitisha mkutano katika wadi, wachilia jimbo. Mkutano mmoja hakuwahi kufanya. Leo tulipomshinda Januari 21, kaamua kushirikiana na watu wengine kwa nia ovu ya chama chetu, wamefungua kesi. Nataka niwahakikishie Wazanzibari wote, viongozi wote wa Zanzibar wapo pamoja na chama Zanzibar kipo salama. Tunaendelea kukilinda kwa nguvu zote, kwamba msaliti huyu yuko peke yake. Na kesho tukijaliwa kwamba amefungua kesi nyingine, itaenda kesho. Na kesi hiyo ambayo amefungua kesho, amepeleka maombi mengine mapya kuiomba mahakama izuie shughuli zetu za kisiasa. Tunajua na tunafahamu kwamba mfumo ndio unaomsukuma kwa huu moto ambao wanauona katika mikutano yetu hii ambayo inaendelea katika kanda mbalimbali. Niwaombe kila mtu kwa imani yake ya dini, tuiombee chama chetu kwamba katika kesi hii nayo ipite, ishe salama, ili tuendelee na moto wetu huu wa kudai katiba mpya na kudai mwenyekiti wetu awe huru. Ndugu zangu wa Mbarali, kama mlivyodokezwa, mnaelewa nyote kwamba chama chetu kwa sasa hakina ruzuku. Niwaombe sana wanachama wetu ambao mimi najua wapo kwa mamilioni wa Tanzania, endeleeni kulipa kadi zenu. Lazima mulipe kadi zenu za wanachama, mujiunge zaidi na chama ili tuweze kupata fedha kwa ajili ya kuendesha operesheni mbalimbali za chama ambazo inakabili hivi sasa. Tupo tayari kulipa kadi zetu? Tupo tayari? Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema tunaelewa sote kwamba mwenyekiti wetu alikamatwa mwaka jana, amefunguliwa kesi ya uhaini ambayo sisi wanachadema na Watanzania wengine wapenda amani wanaamini kwamba kesi ile ilikuwa ni ya kusingiziwa. Na ingekuwa kama ni kesi ambayo ina ushahidi, leo CCM wanavyohamu ya kumfunga mtu yule, ingekuwa ile kesi inakwenda mahakamani. Tutoe wito, na sisi hatuitaki mahakama ache ifanye kazi yake. Tunatoa wito kwa wale waliomkamata ambaye ni mwendesha mashtaka wa umma na watawala ambao wanaongozwa na genge la CCM, wamachie huru ndugu yetu mwenyekiti wetu Tundu Lissu ili aungane nasi katika kujenga demokrasia katika nchi yetu. Tuendelee kuimarisha umoja wetu na tuendelee kujenga katika taifa lililo bora na imara zaidi. Ndugu zangu, nimalizie kwa kuwaambia kwamba leo tuko hapa. Jana tulikuweko kule Njombe na Makambako. Kule kuna vizimba vingi ambavyo vilivunjwa. Tutoe wito kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi limekuwa hodari kuzuia viashiria vya vurugu, wamekuwa hodari kuzuia viashiria ambavyo vitasababisha ukosefu wa amani. Tuambie ndugu zetu wa jeshi la polisi kwamba ndugu yenu Thabiti Kombo Jecha kila siku anakwenda nje ya nchi kueleza kwamba Tanzania sasa imeshwari, Tanzania kuna amani, Chadema wanafanya mikutano, lakini vile vizimba ambavyo mnavivunja vinakuharibieni wenyewe.
Na nyinyi jeshi la polisi mko kimya. Tuwaombe sana jeshi la polisi. Hivi ni viashiria vya uvunjifu wa amani ndani ya nchi, na sisi viongozi wa Chadema kwa kuwa tuna busara huwa tunawazuia vijana wetu na viongozi wetu kwamba msilipize, acheni tuzungumze na mamlaka hizi za kisheria. Kwa hivyo niliombe sana jeshi la polisi, hivi vizimba vyetu tunavijenga kwa gharama kubwa, watu wetu wanajitolea sana. Tunaomba mfanye uchunguzi na mchukue hatua stahiki kama vile ambavyo mkipata taarifa za Chadema mnavyochukua hatua stahiki. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wananchi wa Mbarali